Waziri mwenye dhamana katika mambo ya ndani hapa nchini kwa maana ya Mheshimiwa George Simbachawene Alhamisi ya tarehe 18 ya mwezi Disemba mwaka 2025 ikiwa ni siku ya wahamiaji duniani, ameweza kutangaza rasmi kwa mara ya kwanza kueleza kumpa uraia msanii maarufu wa muziki wa Bongo Flava ambao una vionjo pia vya R&B na Afropop, Christian Bella, kwamba kuanzia sasa huyu ni raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na haya ameweza kuzungumza wakati akizungumza na waandishi wa habari, na aliweza kueleza kwamba zipo sababu nyingi sana kwa mtu kuweza kupewa uraia, na unaweza pia ukafutwa kama hataweza kufuata taratibu. Kwa hiyo Christian Bella ambaye awali alikuwa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye anaishi hapa nchini kwa muda mrefu akifanya shughuli za kisanaa ama shughuli za kisanii, kwa sasa ni raia rasmi wa taifa la Tanzania ama Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo tumeona sio mbaya, penzi wa burudani, basi tukusogezee uweze kufahamu kwamba kuna orodha ya Mtanzania mwingine ambaye tumemuongeza katika listi ya Watanzania. Sasa kwa pamoja kama ndugu wa Tanzania, hebu tukae tumwangalie Christian Bella afu tuseme huyu tumpe kabila gani litamfaa. Comment yako utacheki nayo hapo chini. Usisahau kulike, share na subscribe. Hii ni ST Bongo Turn Up. Maamuzi kama yale huwa yanatolewa pale inapokuwa pressure ni kubwa. Kwa mfano unakumbuka nchi za wenzetu majirani hususan Burundi walikuwa kwenye mtanziko mkubwa na umechukua muda mrefu, kwa hiyo generations zikajimount, yani generations zikaenda. Walikuja watu wachache wamezaliana, wale watoto waliozaliwa hapa wakawa na watoto, wale wajukuu wakawa na watoto. Sasa unafikiria hawa watu ambao wamepoteza amani kwenye nchi yao ya Burundi kwa kipindi cha miongo karibu 2-3. Wale wa Kongo ambao wamepoteza amani kwa kipindi cha miongo zaidi ya 3-4. Mtoto aliyezaliwa hapa mwenye miaka 18 tayari ana mtoto naye akawa na mtoto. Ni dhahiri ukisema unamrudisha kwao, kusema ukweli, yani humtendee haki, kwa sababu anachojua ni Tanzania tu, hajui kitu kingine. Ndio maana busara ile ikafanyika na Mheshimiwa Rais Dr. Jakaya Kikwete, wa rais wa awamu ya 4. Serikali ikaamua ikasema bwana, hawa tuwa naturalize, wapate tu uraia hapa tuwepo. Ndio unaona matokeo ya kina Kibu Denis. Lakini Kibu Denis yeye alikuwa hajapata uraia. Uraia wa Kibu Denis nilimpa mimi. Nilimpa mimi uraia, na juzi nataka niseme nimempa uraia mwingine nani? Christian Bella. Sasa anaenda wapi yule? Kishafika yule. Kaoa hapa, ana watoto hapa na wajukuu, atapata na wajukuu hapa, lakini anafanya kazi nzuri, hana makosa. Amefuata utaratibu, na muda wote alioishi hapa Tanzania alikuwa analipa malipo yale yanayostahili. Sio kama wengine ambao wanaranda tu. Wafuate sheria, wafuate taratibu. Masuala ya kumpa mtu uraia, kwani unampa pepo? Si unampa mtu maisha, na uraia unafutwa. Mtu anaweza akapewa, akikiuka masharti ya uraia unafanya nini? Unafutwa. Kwa hiyo kimsingi tunaendelea kufanya hivyo kwa sababu tunazingatia sheria za kimataifa, lakini kwa kweli tuna utaratibu ambao unazingatia sheria zetu za nchi, lakini pia swala la usalama wa nchi. Hatuwezi kumpa uraia mtu ambaye tunamuona ni hatari au anaweza akageuka kuwa hatari. Kwa hiyo kuna vetting zinafanyika, na ndiyo maana mtu anapewa uraia. ST Bongo, nyumbani kwanza.